Kwa mujibu wa tahadhari ambayo tulitoa, maeneo ambayo yalitarajiwa kupata mvua kubwa ni pamoja na mikoa ya Kigoma, Tabora, Katavi, Rukwa, Mbeya, Songwe, Iringa, Njombe, Dodoma, Singida, pia maeneo ya Songea, Morogoro pamoja na Lindi, Mtwara, Arusha, Manyara, Kilimanjaro, Tanga, Dar es Salaam pamoja na Pwani kijumuisha kisiwa cha Mafia pamoja na visiwa vingine na Pemba. Kuanzia usiku wa kuamkia leo hadi hivi sasa, maeneo mengi yameweza kupata vipindi vya mvua kubwa zikiambatana na upepo mkali na kusababisha uharibifu wa mali na miundombinu katika baadhi ya maeneo na hapa nchini. Hadi muda huu tumepokea taarifa kuwa mvua hizo zimesababisha athari katika miundombinu ya reli ya zamani ya MGR kwa kuathiri madaraja katika eneo la Kidete, wilaya ya Kilosa, mkoa wa Morogoro, na Gurwe, wilaya ya Dodoma, na pia kusababisha hitilafu za umeme wa TANESCO pamoja na umeme wa SGR. Na pia barabara kuu ya Morogoro Iringa, eneo la Mama Marashi na Mikumi, imetokea pia maporomoko ya mawe na tope kurundikana barabarani. Serikali imeendelea na jitihada kubwa za kurejesha hali hiyo katika hali yake ya kawaida. Hivyo tunaendelea kutoa wito kwa wananchi kuendelea kuwa wavumilivu wakati tatizo hilo likiendelea kushughulikiwa. Aidha, mifumo ya hali ya hewa ambayo tunaendelea kuifuatilia kwa sasa inaonyesha kuendelea kuimarika kwa ukanda wa mvua na hivyo kuendelea kusababisha vipindi vya mvua kubwa katika baadhi ya maeneo ya mikoa ya Arusha, Manyara, Kilimanjaro, Mara, Simiyu, Rukwa, Songwe, Mbeya, Iringa, Njombe, Morogoro, Ruvuma, Lindi na Mtwara kwa siku ya kesho tarehe 29 Disemba 2025. Tunaendelea kutoa ushauri wa wananchi kuendelea kufuatilia na kuzingatia taarifa za utabiri tunazozitoa sisi mamlaka ya hali ya hewa, pamoja na kupata ushauri na miongozo ya wataalamu katika sekta husika ili kujikinga na athari zinazoweza kujitokeza. Lakini pia tunaendelea kushauri kwamba wananchi waendelee kufuatilia na kuzingatia maelekezo mbalimbali yanayotolewa na viongozi katika nyakati tofauti. Mamlaka ya hali ya hewa inaendelea kufuatilia kwa umakini na kwa ukaribu mwenendo wa mifumo ya hali ya hewa hapa nchini, na tutaendelea kutoa taarifa mara kwa mara kadri inavyohitajika kulingana na miongozo yetu ya kazi.